Na mtazamaji, huku tahadhari ya mafuriko ya mvua ikiwa imetolewa kuanzia mwisho wa mwezi huu, maandalizi yanafanywa hasa kwa maeneo yaliyo kwenye hatari ya mvua za El Nino. Kinaya kikiwa bayana katika eneo la Budalangi, kaunti ya Busia, ambako licha baadhi ya waathiriwa mafuriko ya jadi kusalia kwenye hali ya wasiwasi, sehemu nyingine za eneo hilo zimeshuhudia matumaini mapya, ambapo wakulima sasa wanajiandaa kwa upanzi. Laura Otieno na mengi zaidi. Katika kijiji cha Maumau, kaunti ya Busia, Kevin Okumu yuko kazini. Jumamosi, manyunyu yalitia unyevunyevu kwenye udongo huu na kuashiria mwanzo wa upanzi. Baba na wanawe wameshika mpini kutayarisha kipande hiki. So vile nilijua kwamba linakuja na hapa ni sand soil. Saizi nimepanda maharagwe na mahindi. Alafu hapa nyuma ni sweet potato. Kwa zaidi ya miaka 50, eneo la Budalangi limeathirika na mafuriko. Mwaka 2025, serikali iliendeleza ujenzi wa kingo za ziada kwenye mto Nzoia. Mradi huo wa shilingi milioni 130 sasa umetoa nafasi kwa maelfu ya ekari ya shamba ambayo hujaa maji kila msimu wa mvua. Mawingu yanapotanda, wakulima wanaelekea shambani kurejesha fahari za ardhi hii. Nakwambia hapa malori ndio zilikuwa zinakuja kutoka Uganda, kutoka Kitale, yenye huwa watu wanaona ya kwamba ndio kuna chakula. Watu walikuwa wanakuja hapa kubeba chakula, kununua na kubeba. Hiyo inamaanisha tukicontrol tunaweza kuwa na chakula mingi, pengine inaweza lisha hata taifa hili. Katika kijiji jirani cha Bukala, Josephine Ouma anapanga vifaa vyake. Hema hili limekuwa makazi ya ajuza huyo mwenye miaka 81 aliyehamishwa nyumbani kwake na mafuriko ya mwaka 2020. Kwa familia 213 ambazo bado zinaishi kwenye kambi, matone ya mvua huwakata maini. Si walisema tuwilimino. Hata jana tulikuwa tunasungumuza hapa tukisema mvua inanyesha siku moja hii. Sasa nyumba inafanya namna hii. Kama wilimino nakuja nitaenda wapi? Sasa wangetupatia first priorities, watupeleke huko, twende tuishi huko. Sasa hiyo plan B ya kujenga hiyo nini, kwa sababu inachukua pesa nyingi, hiyo wakuwa wanajipanga. Lakini wametutafutia mahali pa kufanya nini? Pa kusettle. Busia ni mojawapo ya kaunti 18 ambazo ziliorodheshwa kuathirika pakubwa na El Nino. Tayari rasharasha zimeanza. Upande mmoja ukitosheleza udongo tayari kwa upanzi. Upande mwingine rasharasha hizo zikitonesha kidonda cha mamia ya wakazi ambao hawajarejea nyumbani kwa zaidi ya miaka 7. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.